Fresh eh? Fresh wanangu? Sawa. Haya. Karibuni ndugu zangu waandishi wa habari, makao makuu ya klabu hapa. Tuwe radhi kidogo, tumechelewa kuanza mkutano wetu kwa sababu ambazo ziko nje ya uwezo wetu, na nyinyi mmejionea hapa, lakini jambo la msingi ni kwamba tumeanza mkutano wenyewe na tumewaita hapa. Kimsingi nina mambo manne ya kueleza Jambo la kwanza ni kuhusu maandalizi ya timu yetu kuelekea mchezo wa siku ya Jumamosi dhidi ya Silver Striker ya Malawi. Timu yetu imewasili jana Dar es Salaam hapa majira ya saa 2 kamili usiku, na wachezaji wakaruhusiwa waende majumbani kwao, lakini leo saa 6 kamili mchana timu imeingia kambini Avic Town. Sio imekwenda kufanya mazoezi, timu imeshaingia kambini. Maana yake leo mpaka siku ya mechi, kwa maana ya Jumamosi, wachezaji wetu wote watakuwa wako pale Avic Town wakijiandaa na mchezo huu. Habari ya Clement Mzize tumeshaitoa hii kupitia application yetu ya Young Africans. Clement Mzize tayari ameimarika 100%, na sasa itabakia kazi kwa mwalimu wetu Patrick Mabedi kujua kama anamtumia au hamtumii. Hayo ni mipango ya kiufundi sasa, lakini kwa maana ya utimamu wake wa kimwili, Clement Francis Mzize ameimarika kwa 100%. Jambo la tatu ambalo nimekuwa nikipokea message nyingi na simu nyingi kutoka kwa wanachama na mashabiki wetu ni kuhusu taarifa ya kocha mpya. Wakati tunatoa taarifa ya kuvunja mkataba na kocha Romain Folz, tuliongeza vitu viwili kwenye taarifa. Taarifa ya kwanza tulisema timu katika kipindi hiki itakuwa chini ya assistant wetu Patrick Mabedi, na taarifa ya pili tukaainisha kwamba mchakato wa kumtafuta kocha mkuu unaendelea. Maswali yamekuja, mchakato umefikia wapi, na kama kocha mpya akija, huyo mkuu atakuwepo kwenye bench kwa maana ya Jumamosi pale Benjamin Mkapa? Hayo ni maswali ambayo wamekuwa wakiniuliza wanachama na mashabiki wa Young African Sports Club. Jibu lake, mchakato bado unaendelea kwa kutafuta head coach wa klabu yetu Young Africans, na kwa taarifa rasmi kutoka kwa kamati yetu tendaji ambayo inasimamia huo mchakato, ndani ya siku tatu zijazo pengine watakuwa wameshakamilisha mchakato wa kumpata kocha mpya wa kikosi chetu cha Young Africans. Kwa maana hiyo, mchezo wa siku ya Jumamosi utaongozwa na caretaker wetu assistant coach Patrick Mabedi. Nafikiri nimeliweka vizuri. Mchakato huu unaendelea, na ndani ya siku 3 zijazo, baada ya majaliwa Mwenyezi Mungu, mchakato unaweza kukamilika tukawa tumeshampata kocha wetu. CV zimetumwa nyingi sana, kuna kazi inaendelea ya kufanya tathmini ya hizo CV na kupata kilicho bora katika hizo CV nyingi ambazo zimetumwa. Lakini mchezo wa Jumamosi, kwa maana ya maandalizi ambayo yameanza leo mpaka kufikia siku ya Jumamosi, timu yetu itakuwa chini ya kocha msaidizi ambaye ndiye caretaker hapa kwa wiki hii, mwalimu wetu Patrick Mabedi. Tuna imani kubwa sana na Patrick Mabedi kwa sababu anao uzoefu wa kutosha. Mwalimu ambaye ameshakuwa kocha wa timu ya taifa ya Malawi na akacheza tournament kubwa mbalimbali akiwa na timu ya taifa ya Malawi. Tunaamini anaweza kuishi katika pressure hii, anaweza kukiongoza kikosi chetu, anaweza kutengeneza silaha za kutosha, tukaenda kupata matokeo mazuri siku ya Jumamosi na Young Africans ikaqualify kwenda hatua ya makundi inshallah. Jambo la tatu katika yale manne, la pili
la 4 bado. Hawa wageni Silver Striker kina uchizi nao anaitwa hao kina uchizi hawa bwana wanatarajia kuwasili nchini siku ya Alhamis na wataingia Tanzania kwa maana ya uwanja wa kimataifa pale Julius Kambarage majira ya 2:30 usiku. 2:30 usiku siku ya Alhamis ndio siku ambayo Silver Striker wataingia Dar es Salaam Tanzania. Wakishaingia watakuwa na siku moja ya kufanya mazoezi ambayo itakuwa Ijumaa. Tutakuja kuwatangazia muda kwa sababu ni official training na waandishi mtaruhusiwa pia kwenda kuangalia mazoezi yao. Kwa hiyo nikasema niwape pia na taarifa ya hawa bwana kuja, pengine mkahitaji kwenda kufanya coverage siku hiyo wanakuja, basi muda wanaokuja ni 2:30 usiku na watafanya mazoezi siku ya Ijumaa. Jambo la tatu linahusu niseme ni message mbalimbali, jumbe ambazo zimekuwa zikitolewa na viongozi mbalimbali wa matawi wa klabu yetu Young Africans. Tumepokea message nyingi kutoka kwa wanachama pia wa klabu yetu Young Africans, na kwa nukta hii niwapongeze sana mashabiki na wanachama wa klabu yetu ambao walisafiri kutoka Dar es Salaam Tanzania kuelekea Malawi, tena Lilongwe, kwa ajili ya kuisupport timu yetu. Niwapongeze sana na limekuwa jambo zuri pale Lilongwe. Bahati mbaya hatujapata matokeo mazuri, ndio bahati mbaya, lakini mashabiki wa Young Africans waliplay part yao 100%. Wale wa Malawi walisema ndio kwa mara ya kwanza